nakuinua, wewe ni Bwana wa mabwana, nakusujudu, wewe ni Bwana wa mabwana, nakuabudu, wewe ni Bwana wa mabwana, nakuinua, wewe ni Bwana wa mabwana, nakusujudu, wewe ni Bwana wa mabwana, nakuabudu, wewe ni Bwana wa mabwana, nakusujudu, wewe ni Bwana, nakuabudu, nakuabudu, wewe ni Bwana wa mabwana, nakuinua, wewe ni Bwana wa mabwana, nakusujudu, wewe ni Bwana wa mabwana, nakuabudu, wewe ni Bwana wa mabwana, nakuinua, wewe ni Bwana wa mabwana, nakusujudu, wewe ni Bwana wa mabwana, nakuabudu, wewe ni Bwana wa mabwana, nakuinua, wewe ni Bwana wa mabwana, nakusujudu, wewe ni Bwana wa mabwana, Bwana wa mabwana, wewe ni Bwana wa mabwana, wewe Bwana wa mabwana, wewe ni Bwana wa mabwana, Mungu wa mbingu, wewe ni Mungu wa mbingu, Mungu wa mbingu, wewe ni Mungu wa mbingu, Mfalme wa wafalme, wewe ni Mfalme wa wafalme, Mfalme wa wafalme, wewe ni Mfalme wa wafalme, nakuabudu, nakuabudu, wewe ni Bwana wa mabwana, nakuinua, wewe ni Bwana wa mabwana, nakusujudu, wewe ni Bwana wa mabwana, nakuabudu, wewe ni Bwana wa mabwana, nakuinua, wewe ni Bwana wa mabwana, nakusujudu, wewe ni Bwana. Baba, tunakusujudu, Baba, tunakuinua, Baba, tunakuhimidi, Baba, tunakutangaza, wastahili Bwana, wastahili utukufu Bwana, wastahili heshima Bwana. Mwinue mikono yako tu, fungua kinywa chako tu na kuabudu Bwana, na kuinua Bwana. Ora baba shanda baba bazika talababo, rika baba shanda baba ya makatala baba, manola zuka talabazike perezea, ubaka shelebezende rebebe, yala baba shanda baba. Asante Bwana Yesu, asante Mungu wa baraka, kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Sema amen, amen, amen.
Barikiwa sana katika jina la Yesu. Sokea vitu vya mbele. Nichukue nafasi kushukuru Mungu kwa sababu ya nafasi nyingine tena ambayo ametupatia ya kuweza kupatikana katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu. Popote unamtazama ukiwa nasema karibu tukaweze kubarikiwa pamoja tena katika jina la Yesu. Na kuomba pia ukaweze kushare video hii ili ukaweze kuwa baraka kwa wengine katika jina la Yesu Kristo. Somo letu bado tuko chini ya kujenga kwenye msingi imara. Ingawaje nakaa kana kwamba natoka kando, lakini bado tuko pale pale katika jina la Yesu. Kuna jambo ambalo tuliangalia jana na tukasema ya kwamba na ni vizuri hii ukaweze kuchukua, ni kwamba tunaanzia kwa kuokoka. Tunafanya nini? Tunaanzia ama inaanzia kwa kuokoka. So tunapaswa kuelewa kwamba kuokoka ndiyo mwanzo. Hii safari tunaanzia wapi? Kwa kuokoka. Narudia tena, hii safari tunaanzia wapi? Kuokoka ndio umeanza maisha mapya. Sawa sawa. Na kwa sababu hujawahi ishi hiyo maisha, neno la Mungu ndio liko kukupatia hiyo maisha, kukubadilisha mpaka ifike kukuwa na hiyo maisha. Kwa hivyo kuokoka sio mwisho, kuokoka ndio mwanzo, tunaanzia pale. Na tukasema kwamba kuokoka haikupatii guarantee ya kwenda mbinguni. Lakini najua hiyo ni njia moja, lakini haikupatii guarantee. Tukisoma maandiko, kwa sababu wale wote ambao walitoka Misri hawakuingia wapi? Kana. Na tunajua ya kwamba Misri safari ya Kana, ama Farao wa Israeli Misri safari na Kana, hiyo ni kivuli. Hiyo ni nini? Ni kivuli. Farao ni shetani, Misri ni kwa maisha ya ushetani ambao tulikuwako. Tukiwa chini ya Farao ni tukiwa chini ya shetani. Tumekombolewa na Yesu, tumeanza safari. Sasa sisi tumetoka Misri. Tumefanya nini? Tumetoka Misri, tumepita bahari ya Shamu. Maana tushabatizwa. Bado tuko wapi? Njiani, hatujafika. Lakini wale wote kulingana na kivuli chetu, wale wote walitoka Misri hawakuingia wapi? Kana. Hiyo sasa ujiulize, kwa nini waliotoka hawakuingia? Natumaini watu wawili waliingia wa ile kizazi ambacho kilitoka. Na ndio maana kukasemekana wengi wameitwa lakini wachache wamechaguliwa. Ni kwa nini? Kwa sababu sasa ukishatoka Misri ubatizwe, number 1, sasa inajalisha uhusiano wako na Mungu. Your personal relationship with God is very important. After salvation, your personal relationship with God is very important. Hiyo pia ni mojawapo ambacho kitadetermine kwa wewe kuingia Kana. Number 1, uhusiano wako na Mungu ni wa maana sana. So lazima ujenge huo uhusiano, lazima uendeleshe huo uhusiano. Sasa hiyo ni majukumu ambayo wewe uko nayo. Na nambari ya pili, kukua kwako ambako ni kubadilika. Kukua na kubadilika ni the same. Bwana asifiwe. Haleluya. Vile nilikuwa na miaka 20, sivyo niko na miaka niliyo sahihi. So vile nilikuwa na miaka 20, miaka yenye imeongezeka, hata mimi nimebadilika. So kukua ni kubadilika. Growing is also changing. Kila mara unapokuwa, ujue automatic unabadilika. Usipokuwa hautabadilika. So cha pili ambacho kinajalisha kwa wewe kuingia Kana ni kukua kwako katika Kristo. Kumbuka tunapaswa kukua katika Kristo. Kukua katika kumjua Kristo.
hiyo mabadiliko, na hii mabadiliko inahitajika siku baada ya siku. Vile nilitoka Kanani nikimjua, nikifika bahari ya Shamu usipaswi kuwa namjua hivyo, napaswa kuwa nimeongezeka katika kumjua. Haleluya, haleluya. Vile ninaenda nikikosa chakula nipewe mana, inapaswa niwe tofauti na vile nilimjua nikiwa bahari ya Shamu. Kila kusonga sipaswi kubaki vile vile. The more miaka inaongezeka mpendwa, haupaswi kumjua Mungu vile vile. Vile miaka inaongezeka, pia ndivyo kuongezeka kwako kwa kumjua kunaendelea. Kwa sababu wanafunzi wa Yesu walikuwa na Yesu. Wanafunzi wa nani? Walikuwa na nani? Na Yesu. Na mtu yoyote ulimuona na Yesu, it was a sign ya kwamba nimemwamini. Kumfuata Yesu kuna maanisha kumwamini. Lakini Yesu alipofika katika kitabu cha Mathayo 16:18 na kuendelea, sijui kuanzia 13, akawauliza na watu wanasema ya kuwa mimi ni nani? Akawachana na watu. Akauliza na nyinyi mnasema kuwa mimi ni? Kuna kasafari tumeenda na nyinyi. Kuna kasafari tumeenda na nyinyi. Kufikia sasa mnanijua aje? Kuna kasafari tumeenda na nyinyi. Tumekuwa na nyinyi. Nataka nione kama bado mnanijua vile vile ama mnanitambua vipi. Bwana Yesu asifiwe. Vile ulimjua Mungu ukiwa Misri, haupasi kumjua Mungu ukiwa kwa bahari ya Shamu. Kumjua kwako Mungu kunapaswa kukua. Wapendwa, hakuna vile unaweza kaa karibu na mimi. The more utakaa karibu na mimi, unajua kila siku utaendelea kunijua. Kila siku utaendelea kunijua. Wale watu wote ambao haukai karibu na yeye haumjui. Bwana asifiwe. Haleluya. Sikiliza, kabla ya msichana hajaolewa, mama na baba mnajua mtoto wenu. Msichana wako akiolewa na huyo kijana, wakishakaa miaka 10, mama haumjui, huyo kijana ndiye anajua msichana wako. Inakuwaje huyo kijana ameoa miaka 20 amekaa? Alafu inakuwaje msichana ameolewa miaka 20? Alafu huyo kijana akikwambia kitu kuhusu msichana yake, ama huyo msichana akikwambia kitu kuhusu kijana yako, unasema hapana, mimi najua kijana yangu. Kulingana na mimi sio, haujui kijana yako. Haumjui. Kwa sababu miaka 20 haujakuwa na yeye. Haumjui. Mwenye amekaa na yeye nyumba miaka 20, sasa yeye ndiye anamjua. Wewe unamjua part 1. Wewe unamjua part 1, part 2 mimi namjua. Wewe unamjua huyu msichana nikimwoa akiwa na miaka 23. 23 years below unamjua. But 23 to 40 wewe hujui huyu ni nini bwana. Kwa sababu vile yako si vile alikuwa akiwa kwako. Amekuwa, mawazo imekuwa, amekuwa kitu kingine. Sasa niruhusu mimi najua, wacha nikuambie kuhusu msichana yako. Najaribu kukupatia picha bwana. Hauwezi enda hii safari yote na Mungu na bado unamjua vile vile. Nasema hauwezi enda hii safari yote na Mungu na bado umjue. Vile ambavyo ulianza kwa kuokoka ndio unamjua, na mpaka leo hivyo ndivyo unamjua. Hapana, haipaswi kuwa hivyo. Ndio inabidi tusome kitabu cha Wakolosai. Nafikiri sijui kama nilikupatia hiyo andiko, Wakolosai 3:16. Let the word of God of Christ dwell in you richly. Bwana Yesu asifiwe. Na tuwe matajiri wa neno. Neno la Mungu na likae ndani mwetu kwa wingi. Nikianza neno la Mungu alikokuwa kwa wingi ndani mwangu, mahali nimefika nimekaa kwa wingi. Vile namjua Yesu sahi sio vile nilikuwa namjua mara ya kwanza. Haleluya. Haleluya. Tukaona katika Matendo ya Mitume 6:7 ya kwamba neno la Mungu likaongezeka, mitume wakakuwa wengi. Sasa maneno mawili tunachukua hapa. Tumetoka Misri. Tumetoka wapi? Tumetoka wapi? Sasa vitu viwili vinafanyika kwetu ni nini? Neno la Mungu likae kwa wingi ndani mwetu,
na pia liendelee kuongezeka. Na tumaini likiongezeka ndio linakuwa kwa wingi. Sasa kwa hiyo safari yetu ya kwenda Canaan, kile tunapaswa kutilia mkazo ni kuhakikisha neno la Mungu linaongezeka. Na ndio nimesema ukiwa Misri vile neno lilikuwako, ukifika bahari ya Shamu linapaswa kuwa limeongezeka. Kwa sababu napaswa uelewe, tulisema kutoka Misri tulikombolewa, na kutoka Misri ni kazi ya neema, ni kazi ya Mungu. Ilimgharimu Mungu 100% kutoa wana wa Israeli Misri. Ilimgharimu Mungu, John 3:16, kwa maana jinsi Mungu akaupenda ulimwengu hata yeye mwenyewe ndiye akatoa, ili ukimwamini usipotee. Alitoa, Yesu akateswa, Yesu akafanywa vyote, Yesu akafanywa vyote, Yesu akasulubishwa, akafanywa vyote ili wewe ukombolewe, utolewe kwa mikono ya shetani. Haukufanya chochote utolewe kwa mikono ya shetani, alifanya ili utolewe. Kwa hivyo wokovu ni kazi ya Mungu. Na ndio nikakwambia kwamba usiwahi toa kitu kinaitwa sadaka ya dhambi. Hakuna kitu kama hilo. Hakuna kitu tulifanya ndio tukaokolewa. Alifanya ndio tukaokolewa. Wokovu sio kazi yetu. Wokovu sio bidii yetu. Wokovu kwetu ni neema. Neema kumaanisha ya kwamba sikufanya chochote na sikustahili kupewa, lakini nimepewa. Sikufanya chochote. Kwanza kenye nilifanya hakustahili nipewe. Lakini neno la Mungu kukaa kwa wingi ndani mwako, neno la Mungu kuongezeka ndani yako ni kazi yako. Sijui kama tunaelewana. Kwa kuanza kuokolewa tumetolewa bure. Wana wa Israeli tulitolewa, na wana wa Israeli Mungu alisema nitawapa kibali, hamtatoka. Wapendwa, tulipookoka na kutolewa kwa shetani, unajua tu kutoka bure. Unaweza nisaidia kutaja vitu ambavyo tulitoka nazo? Nataka ukae chini uangalie ile vitu yote tunapewa free kwa wokovu. Hiyo tulitoka nayo. Tulitoka na neema. Hiyo ni bure. Tulifanya aje ndio tupewe Roho Mtakatifu? Hiyo ni free. Roho Mtakatifu ni nini? Free. Hiyo tulitoka nayo. Gani ingine? Rehema. Hiyo ni nini? Free. Upendo free. Nguvu free. Kuna utajiri tulikuja nayo. Amen. Kuna utajiri ambao tulitoka na ambao hivi ni vitu ambavyo tulipatiwa bure. Lakini neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Hiyo ni kazi yenu. Hiyo sasa inakutegemea wewe. Tukianza inamtegemea Mungu. Tukiendelea inatutegemea sisi. That's why Mungu akiongea na Musa katika Exodus chapter 3, mpango mawazo ya Mungu ni nini? Ninakutuma, nimeona mateso ya watu wangu, nimesikia kilio chao, nimekutuma Musa ukawaokoe, maana pana nchi nzuri, pana nchi. So Musa, dili yangu ni uwatoe wapi? Watoe wapi? Misri. Mpaka wapi? Canaan. Huo ndio mpango wa Mungu. But wapendwa, mipango mingine ya Mungu itategemea wewe kama itatimia kwa maisha yako. Nifuata polepole. Mipango mingine ya Mungu ili itimie kwa maisha yako itategemea wewe. Hakuna mtu hata mmoja Mungu alisema wataishia wapi? Jangwani. Mungu alisema Misri, Canaan. Lakini haikuenda hivyo. Je, Mungu ni muongo? Mungu hakutimiza ahadi yake? Mungu hakufanya kenye alikuwa anapaswa kufanya? Hapana, hawa watu walianguka. Kile ambacho walipaswa kufanya hawakufanya. Na tumeona sehemu yao ambao walikuwa wanapaswa kufanya ni nini? Ni kuhakikisha wanachunga uhusiano wao na Mungu, na kuhakikisha huyu Mungu anakaa kwa wingi ndani mwao. Hiyo ilikuwa jukumu yao. Kutii sio majukumu ya Mungu.
Kutii ilikuwa ni upande wao, na kufanya vile Mungu amesema iko upande ya Mungu ilikuwa ni upande wao. Na leo hivyo ndivyo nimekuja kukuambia, mahali tuko sasa ni inajalisha wewe kuona ufalme wa mbinguni. Mungu ashamaliza sehemu yake. Sasa mahali imebaki inajalisha wewe. Inajalisha, na ndio maana ninaomba tafadhali uhusiano wako na Mungu unapaswa kukua. Hakuna watu mnakuwa marafiki for 10 years, uhusiano wenu unabaki vile vile. Urafiki ya watu wametembea pamoja mrefu, uhusiano wao umekuwa umeenda level zingine. Nimekuambia mimi nimewahi kuwa na rafiki yangu, alikuwa mfupi sana, mnono. Tulikuwa marafiki. Unajua watu wawili wakiwa marafiki ukweli huwa wanafanana. Umewahi kuwa na rafiki mpaka ukaambiwa na huyu dada yako? Mimi tulikuwa marafiki na huyu ndugu, tulikuwa tunahubiri pamoja, tuna dance pamoja, tunafanya kila kitu pamoja, tunashona manguo zimefanana pamoja. Do you know, ulikuwa ukimpata unashindwa nani. Na ule jamaa alikuwa mfupi, mimi nilikuwa mrefu. Ule jamaa alikuwa mweusi, mimi si mweusi, mimi ni mweupe. Na unajua mtu ni nani kwani nimepatana na yeye? Unashindwa nani ni nani? Bwana asifiwe. Yeye alikuwako ana umri kunishinda, alikuwa ameanza kuwa na ndevu, mimi sikuwa nayo. Lakini nilikuwa mtu akikutana sisi anashindwa nani ni nani. Lakini mimi nikimwangalia jiangalia hatufanani, lakini watu wakituangalia tunafanana. Tulikuwa tunakaa nyumba moja, tulikuwa tunafanya vitu pamoja mpaka ikafika mahali tunafanana. Hamjawahi patana na vitu kama hiyo? Ziko. Najaribu kusema urafiki wenu mkitembea sana unafikaka level mnaanza kufanana. Hebu angalia vile mmetembea na Mungu. Mnafaa tu kufanana tu automatic. Wale walitembea na Yesu wanafunzi wake. Yesu akaenda. Walipofika Antiokia wakaonekana, Kristo akaonekana. Wakaona Yesu ndani yao. Wapendwa, hii safari yote umetembea na Mungu. Si Mungu anapaswa kuonekana? Kwa nini leo mpaka upruvia watu umeokoka? I don't need to prove nimeokoka. Unajua mimi nakuaga nimeokoka? Hapana, upazi kutuambia unajua tunavaa tukikuangalia tunaona hii jamaa anafanana na Mungu. Hiyo pia yote mmepelekana na Mungu. Si mnafaa kuwa mmefanana? Hello. Sijui kama ina make sense. Sasa wana wa Israeli vile walitoka Misri, hivyo ndio walibaki. Hawakubadilika. Kwa sababu kubadilika ndio kunatoa Misri ndani yao. Nilikuambia walitoka Misri, lakini pia walitoka na nini? Walitoka na Misri. Our soul. Unajua mtu akiokoka na alikuwa mlevi, unajua bado atahisi kiu ya pombe? Spirit, soul inaokoka ikiwa vile inakuwa bado imepepa huko. Na ndio unamuelewa Paulo akisema msifuatishe namna ya dunia hii, pattern. Kumaanisha kwamba tukiokoka nafsi zetu zinakuwa ziko na ile pattern. Yaani vile tunajua kufanya vitu tumekuja nayo vile tulikuwa tunafanya. Sasa we need the word. The more tunaweka neno la Mungu kwa wingi ndani mwetu, neno la Mungu peke yake ndio linatoa mahali tumetoka. Sikia vile nimesema. Maana mahali tulitoka tumetolewa, lakini tulitoka na huko. Nikitoka Mombasa nikija hapa, Kiswahili changu hakikuwa vile nahubiri hivi. Hata siku hizi sometimes ni kidogo. Lakini mara ya mwanzo kila mtu alikuwa anajua mimi ni Mcoast. Kwa sababu ya vile nilikuwa naongea. Nilikuwa nimetoka Mombasa, lakini bado nilikuwa nimekuja na nini? Na Mombasa. Bado nilikuwa ninaongea vya Mombasa. Maisha ya Kericho ilikuwa ngumu, na kitu moja nilichukia Kericho ni matope. Maana Mombasa hakuna matope. Kitu moja nilichukia Kericho ni matope. Nilikuwa naangalia Kericho nasikia nimechoka nayo. Nasikia inanipo. Matope, na imagine mtu anatembeaje kwa matope. Bwana asifiwe. Kanisa nikipewa nitoa ushuhuda. Kiswahili kila mtu anafurahia. Kila mtu anafurahia. Leo hata niongee kuna mtu anajua mimi nilikuwa Mombasa kweli. Kericho
Sasa mimi nimechukua vitu ya Kericho. The more nimekaa Kericho siku hizi nikale ya munene nini. Mimi hata nikiongea Kikale kidogo huwezi sema mimi si Mkale, kwa sababu pia ninaipronounce Kikale vizuri. Kwa sababu sasa nimekaa hapa sana, nitakosaje jua hivi vitu? Na tuko watu wako hapa na bado hawajui kusema Kikale. Salamu za Kikale hamjui, mko na shida. Unaweza kaaje hapa na ujue kusema Chamuge na uiseme mzee hapana sema Kijaluo Chamuge. Unasema kama wao kukana wao kumaanisha ubadiliki. Nakumbuka 94 ndio nilienda Mombasa. Usitake. Afadhali mtu atoke Mombasa akuje shule za huku. At least watu watajivunia hiyo Kiswahili yake. Lakini ukitoka hapo uende Mombasa utachekwa. Maana zile makiswahili tunaongea huko ni mpofu. Yaani nilikuwa naongea nasikia sauti yangu ndio inasikika darasa mzima. Yaani unasikia watu wanaongea vitu vingine, mimi naongea vingine. Watu walikuwa wanajisomba kwangu. Njooni muone mtoka bara. Hey. Hello? But nilikana wao sana, nikachukua yao. Naongea kuhusu kubadilika. Ni vibaya ukae Kericho na ubadiliki. Na kuambia kenye kitajalisha kuona uzima wa milele ni kubadilika kwako baada ya kuokoka. Sasa uko kwa wokovu, kubadilika kwako kunajalisha sana na uhusiano wako na Mungu. Na ninasema ruhusu uhusiano wako na Mungu ikue. Hakuna vile mnapendana na Mungu vile mlipendana mara ya kwanza. Hapana, iko kasoro mahali. Hakuna vile hiyo miaka yote umeokoka uhusiano wako na Mungu uko the same mpaka sasa. Hapana, kuna shida mahali. Na kenye kitatuma hizo vitu zikuwe na mabadiliko, acha neno la Mungu likae ndani mwako kwa wingi. Na litabidi liongezeke siku baada ya siku. Hallelujah. Amen. Acts of the Apostles chapter 12 verses 24. But the word of God grew and multiplied. Bwana asifiwe. So tunaona neno la Mungu linapaswa kukua. Linapaswa kuspread ndani yako. Linapaswa kukua ndani mwako. Na likikua ndani mwako, multiplication automatic. Multiplication inapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu Mungu alinifunza usiku, nafikiri nagusia somewhere na hili somo letu, na ningelipenda tafadhali kuligusia. 2 Timothy chapter 4 verses number 7, alafu tumalize. 2 Timothy chapter number 4. Kila mtu anajua hii inaandikwa kwa eulogy za watu wakikufa, which is very bad. Makosa sana kuandika hii kwa vijikaratasi za zile mtu amekufa. Hii ni kukosa meaning ya hii kitu. Ni kukosa nini? Meaning. Nataka nikupatie point hapa alafu nikuachilie. Bwana asifiwe. Number 1, Paulo akasema nimevipiga. I have fought. So from Misri to Canaan, katikati, what are you supposed to do? Fight. Christianity, our life is fighting, is our life. Bwana Yesu asifiwe. Nimevipiga. Na tena number 2, lazima upigane vita vya Biblia. Hapana pigana vita vyako. Hapana chagua kupigana vita kivyako. Wana wa Israeli walichagua kupigana vile wanataka. Walijichagulia vita ya kupigana, wakachagua vita mbaya. Hawakupigana vita vya Mungu. Number 2, a good fight. Ujue vita mbaya na vita nzuri zote ni nini? Zote ni nini? Zote ni vita. Lakini sasa ni wewe. Hapana pigana vita tu. Pigana vita vya Biblia. Biblia imetuchagulia vita vizuri vya kupigana. 1 Timothy chapter 6 verses number 12. Nimevipiga vita vizuri vya imani. 1 Timothy chapter 6 verses 12. Nimevipiga vita vizuri vya imani. Kwa hivyo vita yetu ni gani? Vita nzuri ni gani?
vita ya imani. Ingawaje tunatembea katika mwili, vita vyetu si vya mwili, silaha zetu si vya damu na nyama. Kumaanisha vita vyetu ni vya imani. Kwa nini tumeokolewa? Kwa neema, kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So number 2, lazima uvipige vita vizuri. Na vita vizuri vinaitwa vita vya imani. Vinaitwa vita vya. Alafu number 3, I have finished the race. Mwendo nimefanya nini? Nimemaliza. Nimekuja kutangazia kila mtu ako na mwendo wa kumaliza. Kila mtu ako na mwendo wa kumaliza. Paulo anaongea pia kuhusu kazi aliyopewa na Kristo. Anasema kazi mimi nimefanya nini? Nimemaliza. Paulo anatuencourage na kutuambia kwamba tunaweza tukamaliza. Hii ni kibarua ambao Mungu alimpatia, ndio Paulo anaongea kuhusu your ministry. Nilikuwa namsikiliza huyu pastor alikufa, Miles Monroe. Akasema ya kwamba unapaswa kuenda kaburini ukiwa empty. Nikaifananisha na ile andiko. Maana alisema kama kuna mahali kuna utajiri mwingi ni kwa makaburi. Ndoto ambazo hazikutimizwa wameenda nazo. Maono kubwa ya biashara wameenda nayo. Vitu ambavyo walitaka kufanya vingi wameenda navyo. Akasema unapaswa kwenda ukiwa empty. Na nikakaa chini nikaona vitu vyote vyenye Mungu amenipatia napaswa nivitransfer kwa maisha ya watu. Nikienda nisiende na chochote ambacho sikufanya. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Paulo anakuja anasema na mwendo nimefanya nini? Nimeumaliza. Kumaanisha kwamba chote Mungu aliweka ndani yangu nifanye, nimefanya. Hapa tunaongea kuhusu your ministry. Hapa tunaongea kuhusu kenye Mungu ameweka ndani yako. Haupaswi kuenda nayo, unapaswa kuiweka kwa watu. Bwana asifiwe sana. Hapa Paulo anaongea kuhusu kukufa. Maana watu wanainterpret vibaya, wanasema sasa mtu akakufa amemaliza mwendo. Haongei kuhusu hii safari ya kukufa bwana. Point yangu iko hapa. I have kept the faith. Paulo anajaribu kuambia wapendwa, nimekapitia. Nasema hivi, baada ya yote utakayopitia, hakikisha umeilinda imani. Wapendwa, katika hii dunia tunapitia mengi. Kitu kimoja hakikisha umechomoka nayo, sio faith. Mungu alikuwa ananiongelesha hapa, akaniambia pastor, tunapitia mengi sana, lakini we don't keep the faith. Yeah. There are so many challenges we go through. We go through a lot of challenges. We go through a lot. Paulo anasema nimepitia mengi. Kama ni kupigwa mawe. Unakumbuka Paulo alipigwa na mawe? Unakumbuka vitu ambao Paulo alifanywa? Do you know baada ya kumaliza kupigwa na mawe, Paulo akitoka hapa, kitu moja alihakikisha amelinda ni imani yake. Wapendwa, utapitia magonjwa, hakikisha umelinda imani. Kwa hivyo kitu ya muhimu kutoka nayo kwa yote tunayopitia. Ukitoka hivi, angalia kama umetoka na imani. Mark chapter 4 verses number 35. Walipo Yesu akawaambia na tuvuke ng'ambo ya pili. Walipokuwa wanavuka ng'ambo ya pili, upepo ikatokea, bahari ikachafuka. Challenges ikawapata. Wakabambana. Yesu alipoinuka, Yesu alipotuliza bahari, Yesu alipofanya kenye alifanya, aliwaulizaje? Kwa sababu baada ya kila kitu, kitu ya kwanza uangalie kama umelinda imani.
Yesu akawauliza, where is your faith? Where is your faith? Wakati dhoruba ya magonjwa utapitia, hakikisha umelinda imani. Wewe unafikiria kwa nini safari ya Mungu na wana wa Israeli ilikatika? It was a faith problem. Numbers, is it Numbers 14? Mungu akaambia Musa, bwana, watu wamenidharau sana. Yani they don't remember. Yani ile miujiza nimewafanyia, it's supposed to build their faith actually. Kukula mana kutoka heaven, hiyo inafaa kujenga imani yako. Kukunywa maji ambayo ni ya muujiza inafaa kujenga imani yenu. Na kuwatoa kwa mikono ya Farao inafaa kujenga imani yenu. Mungu akasema, sitaendelea kufuatana na watu ambao mpaka sasa hawaniamini. Wapendwa, wana wa Israeli walipitia mengi, lakini walikataa kuchunga imani yao. Walikataa kulinda imani yao. Nasikia ninakuongelesha kwa sababu kuna vitu unapitia na kuna vitu utapitia. Protect your faith. Protect your faith. No matter what. No matter what. Chunga vile unaongea wakati unapitia hali ambazo ni mbaya zaidi. Chunga vile unaongea. Because inajalisha imani. Yale yote ambao Ayubu alipitia. Ayubu alichunga line ya imani yake kabisa. Asiongee vibaya. Maandiko yanasema kitendo chochote tutatenda nje ya imani ni nini? Ni dhambi. Na Biblia inasema katika yale yote Ayubu alipitia hakumtenda Mungu kwa sababu alitafutwa katika maongeo, aongee maongeo ya kumtenda Mungu dhambi, na maongeo isiyokuwa ya imani ni dhambi. Majaribu ya mwenye haki ni mengi. Safari ya wana wa Israeli kutoka Misri mpaka Kanaani ilikuwa si kazi rahisi, ilikuwa ni vita. Na ndio maana sisi tunaambiwa tupige vita vizuri vya imani. Wana wa Israeli hawakuwa wanapiga vita vya imani, walikuwa wanapigana vita vya matendo. Maana kulikuwa na mataifa mengi sana kutoka Misri mpaka Kanaani. Kulikuwa na mataifa mengi, kulikuwa na changamoto nyingi, changamoto za chakula, changamoto za magonjwa, changamoto za kukaa pamoja, changamoto za mataifa. Kwa hiyo yote mfanye, mkose, lakini pango imani zenu zisimame. Maana pasipo imani hauwezi ukampendeza Mungu. Hakuna vile mtaendanisha na Mungu bila imani. Na leo nimekuja kukuambia, leta imani yako, leta imani yako. Wewe unayepitia changamoto ya biashara, angalia hiyo imani, leta imani yako. Hata biashara ianguke, imani yako hakikisha umelinda. Wakati wa magonjwa, leta imani yako. Wakati wa aibu, leta imani yako. Wanasema nini juu yako, hakikisha ukitokelezea, umetokelezea na imani. Maana kila kitu unayopitia ukitokezea na muona Yesu akisimama pale mbele akiuliza, where is your faith? Where is your faith? Baada ya kulia, hakikisha umetoka na imani. Where is your faith? Mara nyingi imani tunaiachaga katikati ya matatizo tunayopitia, hatutoki nayo. Make sure you keep the faith. Make sure you keep the faith. Make sure you keep the faith. Hii mambo ya kupitia vitu kuanza kusema hapa, Mungu wapi? Please chungana na line ya imani yako. Wapendwa, nasema ninapomalizia, utapitia mengi na baada hujapitia, hakikisha tu umelinda imani. Kitu kimoja hakikisha, linda imani yako. Wapendwa, hii safari inaitwa safari ya imani. Hakikisha umelinda imani. Hata yale unayopitia sasa hivi. Kwa hiyo vitu yote, chunga sana vile unaongea. Yani kwa kifupi, linda imani.
Linda imani kwa kuongea. Action zako ziwe zina protect, ziwe zinachunga imani. Simama juu kwa miguu yako. Fungua tu kinywa chako na mbele za Bwana. Kulingana na vile umepokea neno la Mungu, ndipo ongea na Mungu, ongea na Mungu wako. Jenga uhusiano wako na Mungu. Hakikisha unakuwa katika kumjua Mungu. Kila mara unapomjua Mungu zaidi, ni kukua unakuwa, ni kubadilika unabadilika, na hiyo inakupatia strength ya kuendelea kumwamini na kuendelea na safari. Mungu akubariki sana na Mungu akutende mema. Tubarikiwe na wewe, natumai unabarikiwa katika jina la Yesu. Nisema ya kwamba ujumbe huu utaupata kwa YouTube yangu Apostle PM Simiyu, na pia kwa Facebook yangu Apostle Simiyu katika jina la Yesu. Bado tunaendelea ku work out ya mambo ya broadcasting yetu, ikiwa na some changes. Kuna vitu bado hatujafikia kupata. Tukipata tutakuwa na vitu tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuwa tunatupata kwa njia iliyo clear vizuri, sound na picture yenyewe itakuwa very clear. We are still working out on this. Bwana asifiwe sana. Ili ukaweze kupata injili kwa njia iliyo nzuri, kwa sababu nafikiri kuna kitu inafanya kwa maisha ya mtu, kwa kitu inafanya kwa maisha yako. So kwa muda wako unaweza ukachukua nafasi ya kuisikiliza polepole ili kaweze kukuinua katika jina la Yesu. Na haya ndio mambo ya muhimu. Lakini leo kanisa imepatia kipaumbele vipawa, miujiza. Na unaona hapa kwa hii somo tunaongea hizo vitu haziko hata kidogo. Haleluya. But za msingi ni gani? Hii ni tunaongelea ni ya msingi. Mungu akubariki, na nisema umebarikiwa kusikiliza ujumbe huu. Hakikisha una share video hii mpendwa, ili ukaweze kukuwa baraka kwa wengine katika jina la Yesu. Tukutane wewe tena kesho asubuhi masaa kama haya, tunaposukuma neno hili ili liendelee kuongezeka ndani mwetu katika jina la Yesu. Naitwa Apostle PM Simiyu, Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is somebody. Kanisa la Winners Celebration Center linapatikana Kericho Town, nyuma ya Shilling Supermarket, kwa uwanja wa Swek Driving School. Kija pale utapata jengo kubwa limejengwa na vioo. Hapo ndipo tunakutana
ili neno la Bwana liongezeke ndani mwetu. Kutoka kwangu nakutakia kuwa na siku njema. Amen, amen. Tumpatie Yesu makofi mazuri. Natumai pale zile scripture 3 ambazo nilikupatia, natumai